أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي لا يبلغ مدحته القائلون ولا يحصي نعماءه العادون ولا يؤدي حقه المجتهدون، الذي لا يدركه بعد الهمم ولا يناله غوص الفطن، الذي ليس لصفته حد محدود ولا نعت موجود ولا وقت معدود ولا أجل ممدود، ثم الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الغر الميامين، وبعد. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Ndugu zangu, tukiwa katika darasa ya 19 katika mfululizo wa darasa zetu kuhusu uhalisia wa elimu, mjadala baina ya mtazamo wa kibepari na wa Qur'an, tumefikia katika kipengele cha 3 cha aina ya elimu, ambacho kina sehemu 3. Tumesema elimu rasmi, elimu isiyo rasmi na elimu ya kawaida. Mjadala wetu kwa sehemu kubwa sana umehusu elimu rasmi, na jana kwa hakika tumemaliza. Lakini leo, kabla hatujaingia katika kipengele kingine, niliona dharura ya kunukuu baadhi ya mambo kwenye kitabu hiki cha bwana huyu Yuval Noah Harari. Ana vitabu kadhaa vya sampuli hii kama 4 takriban, 3-4, na huyu ni katika wanahistoria maarufu kuliko wote katika kipindi hiki tulichokuwa nacho. Mamilioni ya kopi ya kitabu hiki yameuzwa, pamoja na kingine cha kabla hiki kinaitwa Sapiens, na kingine kinaitwa Nexus ambacho ni kipya. Huyu bwana ndio mwanahistoria na mtaalamu, profesa maarufu sana sasa hivi duniani kuliko wengine. Kwa umri wake mimi naweza kumuita kijana, ana miaka 40 na kwa hivyo kijana. Ni Yahudi, haamini Mungu na anaamini kuhusu suala zima hili ambalo tulikuwa tunalijadili la kwamba binadamu ametokana na nyani. Ana convincing power kubwa sana katika maandishi yake na mazungumzo yake. Ni mtu wa ajabu. Lakini katika mambo ambayo nilipenda kuyanukuu ni katika peji ya 119 alipokuwa akizungumza kuhusu sisi tumetokana na mnyama, na hasa tumetokana na mnyama wa mwisho ni Sapiens, ambaye tumesema ndio yule al-insanu al-aqil au al-hakim. Sasa pametokea na kitu kinachoitwa cognitive development. Ubongo umekuwa na wenyewe sasa ukawa ndio huu ubongo wa binadamu, anayeweza kufikiria kwa mantiki, anaweza kufikiria kwa akili. Sasa ametupa takwimu fulani, nimependa tuanze nazo darasa yetu ya leo. Anasema utafiti unaonesha kwamba jamii wa Marekani 15% inaamini kwamba tumetokana na Homo sapiens. 15% wa Marekani wanaamini tumetokana na nani? Homo sapiens. Tumeeleza Homo sapiens ni ile hatua ya mwisho ya mabadiliko ya mnyama tukawa sisi binadamu. Lakini 46% wanaamini kwamba tumetokana na kuumbwa na Mungu, yani nadharia ya creation. Tumekuwa created na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, ni makhluk. Asilimia ngapi? 46 wa Marekani. Lakini akaenda mbele sasa kufanya utafiti kwa wale wenye degree 1 na wale wenye degree 2 na 3. Maana yake mwenye degree 1 bachelor, mwenye degree 2 master, na mwenye degree 3 PhD. Wamefanyiwa utafiti, ikaonekana wenye degree 1 asilimia kama hiyo ya Wamarekani wote 46% wanaamini kwamba tumeumbwa na Mungu. Na degree 1 asilimia 46 wanaamini tumeumbwa na Mungu. Alafu 14 katika wasomi wenye degree 1 ndio wanaoamini kwamba
tumetokana na chimpanzee na nyani na homo sapiens. 14% tu, hajataja hizo nyingine. Mpaka hapo tuko sawa sawa? Lakini akaenda mbele sasa kuzungumzia kwa pamoja wale wenye degree 2 na 3, yani MA na PhD. Akasema 25% wenye degree 2 na degree 3 wanaamini kwamba tumetokana na Mungu, lakini 26% katika hao wenye degree 2 na degree 3, 26% wanaamini tumetokana na homo sapiens. Mmezipata hizo takwimu? Ujumla takwimu zinatuonyesha kwamba 1% kubwa wanaamini kwamba tumetokana na Mungu. Hiyo ni istintaji moja hasa wananchi wa kawaida na wale wenye degree 1. Alafu inaonyesha hawa wenye degree 2 mpaka 3, 26% wanaamini tumetokana na homo sapiens. Tumeshaelezea maana homo sapiens 25 tumetokana na Mungu. Kwanza inakuonyesha pyramidal shape, yani umbo la msonge. Huku chini wengi wanaamini tumetokana na Mungu. Kila tunapopanda, ile elimu ikizidi, inamkokota mtu kuamini kwamba tumetokana na homo sapiens. Sio kama tunaelewana? Shape kama ya msonge tunasema. Sasa lakini swali la msingi, ikiwa Wamarekani wenyewe 1% kubwa 46 ukilinganisha na 15 wanaamini tumetokana na Mungu, kwa nini syllabus ya kufundisha watu wametokana na nyani na chimpanzee iendekezwe? Tuko pamoja ile swali? Kama 1% kubwa hawaamini hivyo, kwa nini wafundishwe wasivyoviamini na walazimishwe wafanyie mtihani na wafaulu elimu yao kupitia hivyo? Ndio haya tulikuwa nasema. Na ukiona jamii ya Kimarekani 46% inaamini hivyo, ukija katika jamii zetu 1% kubwa zaidi kuliko hivyo. Sisi wa Afrika, sisi wa Asia, 1% kubwa kuliko hiyo 46 wa Marekani tunaamini tumetokana na Mungu. Sasa ikiwa ni hivyo, haki ya mtu ni kufundishwa kwa mujibu wa vile anavyoamini. Sema sayansi inatakiwa itangulie. Mbona wanasayansi wenyewe 1% ndio hizo tulizozitaja? Maana hao ndio wasomi, sio? Hili nilitaka tuanze nalo leo hii katika darasa yetu. Tufunge ukurasa sasa wa nukta hiyo ya kwanza inayojadili elimu rasmi. Nukta ya pili, elimu rasmi imebinafsishwa. Yani mabepari hawajabinafsisha uchumi peke yake. Sisi tuna mambo ya soko huria Soko huria kila mtu anaelewa maana yake, ni kwamba hupangiwi na dola bidhaa gani uuze na kwa bei gani uuze. Ndio maana soko huria. Hatutaki kuzungumza historia ya soko huria baada ya vita kuu ya pili na masharti ambayo kupitia benki kuu na IMF nchi zetu zilipewa baada ya vita kuu ya pili. Tukaambiwa lazima tutekeleze mfumo wa soko huria katika nchi zetu. Vijana wengi hawajui kwamba huko nyuma tulikuwa hatuna soko huria. Kwa hivyo serikali ndio ilikuwa ikiamua bei ya vitu. Kibiriti kinauzwa kwa bei elekezi, sukari inauzwa kwa bei elekezi. Ndivyo tulivyoishi wakati wa Mwalimu Nyerere, sio? Kwa hivyo ni hatia ukikutikana unauza bei juu ya hiyo. Ilikuwa ni hatia, ni kosa. Sababu serikali ndio inapanga bei. Na haikuwa inapanga bei tu, ndio inayoamua bidhaa gani ziagizwe kutoka nje. Nchi inahitajia matrekta kwa mwaka kiasi fulani, yenyewe ndio inaamua matrekta yaagizwe kiasi hicho kwa mwaka. Vitu fulani hatuvitaki viagizwe. Ama sasa hivi unaniambiaje? Wewe unaruhusiwa kuuza kilo ya sukari 5,000 kwa kilo. Kitakachokufanya urudi kwenye 3,000, 3,500 ni soko ndio linaamua kwamba watu hawatakuja kwako, sio? Watakwenda kwa mwingine, wewe utaamua kushusha mwenyewe. Lakini katika
sekta mbalimbali za huduma za kijamii. Wewe usitizame biashara tu, usitizame uchumi tu, sekta binafsi imeingia katika huduma za kijamii. Huduma za kijamii kama nini? Afya ni huduma ya kijamii, sio? Si mmeona afya inauzwa? Kwa hiyo kuna hospitali binafsi Haya, masala mengine ni elimu ambayo tunataka kuyajadili. Lakini zaidi ya hapo, security, huduma za ulinzi zinauzwa, haziuzwi? Tuna leo serikali, lakini kuna taasisi ambazo zinauza huduma za ulinzi, makampuni binafsi haya. Wewe nyumbani kwako unahitajia ulinzi, unawaweka wale, unawalipa kwa mwezi. Nasema bado tutakwenda zaidi, kutakuwa na barabara binafsi. Sasa itatengenezwa barabara, ukiwa wewe utaki jamu, unalipia barabara ile upite. Na haya yamo katika nchi nyingine. Umeelewana? Sasa sisi kinachotuhusu zaidi nini? Ni huduma ya elimu, ambayo ni huduma ya msingi kabisa. Unajua kwamba IMF na World Bank, yani benki ya kimataifa hii, ni mikono ya nchi za kibeberu. Wao wakitoa misaada wanakuja na masharti. Miongoni mwa masharti ni kwamba msitoe huduma bure. Natakiwa wananchi wenu wachangie. Si tunakusaidieni alafu mnatoa huduma bure. Sasa ile kuchangia ni moja katika lugha za kuhakikisha haiwi bure. Unaambiwa changia huduma ya afya, hata kama ni kidogo, lakini unalipa. Na hiko mnachokisikia cha bima ya afya, sio kwamba ni bure. Afya haiwi bure kwa kutolewa bima ya afya. Bima ya afya maana yake ni kulipa kabla ya huduma tu. Na kama ukiugua sana utakuwa una nafuu. Sasa nani anataka kuugua sana? Anayepata nafuu ni yule atakayeugua sana. Kuna anayelipa na haugui, atakuwa ashakulipia wewe. Umeelewa? Kwa hivyo bima ya afya sio kupewa afya bure, bali ni wananchi kulipia kwa pamoja afya, ili atakayeugua atakuwa amelipiwa na wengine. Kwa hiyo hakuna neno tutakuwa tumelipa katika kapu moja. Sasa katika suala la elimu kuuzwa, hasa katika mfumo rasmi, kuna mambo mengi sana ambayo ni ya changamoto. Kwanza, ukiwauliza kwa nini huduma ya elimu iuzwe, majibu yake ya msingi ni haya. Namba moja, kwa ajili ya maintain quality education. Nini maana yake? Kwa ajili ya kuhakikisha kwamba elimu inakuwa bora. Hili ndio jibu la msingi la kwamba kwa nini elimu isitolewe bure. Kama ambavyo viwanda vimekuwa, kuna viwanda binafsi kwa ajili ya maintain product inakuwa katika standard, katika quality, yani bidhaa zinazalishwa, bidhaa bora. Tumeelewana? Kwa hiyo majibu ya ubinafsishaji ni kuhakikisha ubora wa kile kinachozalishwa. Nataka tusikilizane vizuri, kwa sababu wakati wa viwanda vya umma hakuna anayejali, sio? Hakuna anayejali. Ukizalisha bidhaa ovyo ovyo hakuna neno. Kiwanda hakina wenyewe ni umma. Ukiacha umeme unawaka ukaenda nyumbani hakuna wasiwasi. Ndio maana viwanda vilikuwa havikui. Vile viwanda havikui kamwe, vinatumia gharama kubwa kuliko wanachokizalisha, kwa sababu hakuna mtu anayesikia maumivu. Lakini kikiwa ni kiwanda chako binafsi, utajali, utazalisha bidhaa nzuri, ushindani utafanya, ubora wa bidhaa na vitu vingine. Kwa hivyo majibu ya kwamba kwa nini sekta kama ya elimu ibinafsishwe, majibu yake ni kwamba ili kuhakikisha kwamba elimu bora inatoka. Mpaka hapo tuko sawa sawa, sio? Lakini swali la msingi ni kwamba elimu bora sasa atapata nani? Ataipata elimu bora mwenye uwezo wa kuinunua. Asiyekuwa na uwezo wa kuinunua hataipata. Leo kwa mfano
gharama za kumsomesha mtoto wako katika shule zenye curriculum ya Cambridge ambayo ni ya Uingereza. Shule zetu nyingi sasa zinabadilisha mitaala. Sitaki kutaja majina hapa Arusha na pengine Tanzania. Na mtoto atakayemaliza kwa kusoma mfumo huo wa Cambridge ambayo ni university ya kule Uingereza, sio? Anaonekana amesoma vizuri zaidi, anaweza kupata ajira kwa urahisi zaidi, anapata elimu bora zaidi. Gharama zake ni mamilioni. Kuna shule unalipa milioni 8 kwa mwaka. Mtoto analipa milioni 8 kwa mwaka. Na kuna shule zaidi ya hiyo. Sasa mtu wa kawaida anaweza kulipia? Acha hizi nyingine za watu binafsi ambazo utalipa milioni 2 kwa mwaka. Kwa hivyo watakaoweza kulipa mkina nani? Ni watu wenye senti. Kwa hivyo elimu bora atapata nani? Mwenye uwezo. Ndio tunaingia katika ule mzunguko tuliosema, elimu kwanza, lakini tumebadilishiwa kwamba imekuwa pesa, mali kwanza, kwa sababu elimu bora huipati bila kuwa na uwezo. Sasa suala la kwamba elimu itangulie, mabepari wametuonesha kivitendo kwamba kama huna pesa na elimu huipati. Tuko pamoja? Athari zake ni nini? Athari zake ni kubwa sana. Ikiwa tabaka fulani la watu wenye uwezo ndio wanapata elimu bora, maanake hawa wasiokuwa na uwezo watakosa ajira na wataendelea kutawaliwa. Yaani mwenye kupata elimu bora ni yule mwenye uwezo wa kiuchumi. Mnyonge hawezi kupata elimu bora, maanake ni kwamba hawezi kupata ajira, hawezi kupata uongozi. Maanake ni mtu mnyonge ataendelea kuwa mtumishi wa mtu mwenye uwezo, kwa sababu ndio anayeweza kusomesha. Niliwahi kutoa takwimu za gharama za elimu katika baadhi ya university duniani. Nimekwenda kuzitizama upya, nimezikuta sio kwamba zimedabo, zimekwenda zaidi ya kutriple, yani zaidi ya mara 3. Na kupeni mfano. Kwa mfano, katika nchi za wenzetu kuna university kubwa kubwa. Nyie mnafahamu university gani ambazo mtu akienda kusoma akirudi hapa anasema mimi nimesoma katika university ya kisawasawa? Harvard, Stanford, Oxford, Cambridge. Zote hizi mnazozijua, mimi na wewe na watoto wetu hatufikiri kamwe kwamba siku moja tutasoma katika university hizo, ambazo ndio university bora. Na mnajua kwamba university hizi watoto wa matajiri na marais wa nchi duniani kubwa kubwa wanahakikisha watoto wao wanaingia huko kusoma ili waendelee kuwa watawala. Na wazungu vile vile wanahakikisha wanawasomesha. Mara nyingine wanatoa scholarship ili waendelee kuwatumia kutawala. Tuko pamoja? Kwa sababu kusoma elimu ni kuvalishwa miwani ya kuona mambo. Kupitia miwani hiyo utatawala, utakuwa na attitude hiyo. Ukirudi hapa sasa, hata zile kanzu na kofia unaona ni ushamba, unaona kisawasawa kuvaa suti yako ukaninginiza na tai. Sasa pale ndo mtu wa kisasa. Kuna mambo mengine ya kawaida utaanza kuyaona ya kipumbavu haya ya watu ambao hawajasoma. Kwa lugha nyingine unakwenda kuvalishwa utamaduni mpya wa kimagharibi. Sisi huku kwetu kuna watu ambao walitoka na dini zao. Walipokwenda Urusi kusoma walirudi hawana dini. Katika miaka hiyo ya nyuma, akirudi hana dini. Sababu kule kaenda kavalishwa miwani nyingine, sio? Sasa haya mambo ukiyatizama utaona mmepesi, lakini ndivyo yalivyokuwa. Katika moja ya university hizo analipa, kwa mfano tumeona katika lecture zetu za nyuma huko, kiasi cha fedha kilikuwa ni kama vile dola 60,000 na ambao ni milioni 130 na 40 na kwa mwaka kwa tamu. Lakini sasa hivi analipa milioni 22 na 22,900 na kwa ajili ya
kulala tu. Yani hiyo ni zaidi ya milioni, ni karibu milioni 60 kwa ajili ya malazi tu, yani bweni kulala. Alafu $95,000 kwa ajili ya fees, yani milioni 200 ya Tanzania. Sasa nani atakwenda kusoma hapa? Mtoto wa rais, mtoto wa waziri, mtoto wa mfanyabiashara mkubwa. Alafu akitoka pale ni mtu ambaye anatambulika, anaweza kukubalika yeye kushika hata nafasi katika nchi, na nchi za kimagharibi zinamhitajia mtu kama yule kumtumia au hata kumwajiri. Hiyo ndio athari ya kuifanya elimu ni bidhaa au ni huduma inayouzwa. Kutasababisha kuwepo na matabaka katika jamii, na sera hii ilifanywa na wakoloni. Hata walipokuja kukoloni huku kwetu, kulikuwa kuna shule za aina 3: shule ya mzungu, alafu shule ya mtu kutoka bara la Asia, alafu za mwisho ni zile za Waafrika. Lakini mnajua ni watoto gani walisoma vizuri katika Waafrika? Waliosomeshwa vizuri na wazungu wakati wa ukoloni walikuwa ni watoto wa machifu na wale viongozi wa mila, ndio waliosomeshwa vizuri na wazungu. Na kwa nini waliwasomesha vizuri? Kwa sababu walikuwa wanawaandaa kwa ajili ya kutawala. Sitaki kutaja majina, wewe jaribu kupekua mwenyewe utajua. Wamefanya katika nchi zetu zote, hawajamaliza tabia hiyo wala hawajakoma. Ndio maana ukitizama takwimu za Waarabu au tuseme nchi za Afrika zote, vijana wanaotolewa kwenda kusoma kule nje kwa mwaka ni wengi sana, lakini wanachagua. Katizami sasa hivi Saudi Arabia, Kuwait, Qatar, Imarati, uone namna ambavyo watoto wa kifalme wanavyosoma Marekani na Uingereza, na wengine wanaanza tangu awali kusoma kule, kisha baadaye ndio wanakuja kuwa mtawala. Lakini na wale wanaosoma kwetu kwa namna ile ile tunaosoma sisi, ambao ni namna nyonge, kijijini anakwenda kilomita 10 shule, kisha anarudi, mara nyingine hana viatu, lakini akili nzuri, anakwenda anafaulu mpaka anaingia university, anapata mkopo wa serikalini, anaweza kusoma, ana kichwa kizuri. Hao wanaomaliza hao, takwimu za karibuni zinaonyesha 70,000 kila mwaka ya wataalamu wasomi kutoka bara la Afrika wanaibiwa. Mimi natumia lugha wanaibiwa kwenda nchi za kimagharibi kufanya kazi. Mmenielewa? Yani wale wasomi wazuri ambao wamefaulu vizuri, kwa lugha ya vijana vichwa, kila mwaka 70,000 takriban wanahama kutoka Afrika kwenda katika nchi za kimagharibi. Ni daktari, ni mhandisi na taaluma nyingine mbalimbali. Tabani yeye kwake kule ni ajira kubwa zaidi anapata, sio? Ni daktari bingwa. Kwa hivyo kwa kuwa ni daktari bingwa, huku hapa Mfaya anakwenda kule, sio? Lakini mazingira yaliyotengenezwa sasa hivi sio ya kuiba rasilimali asilia tu, bali ni ya kuiba rasilimali watu ambao ni makini, wanaweza kutengeneza maendeleo. Ndio maana nimewahi kusema wakati fulani, pale Silicon Valley Marekani, ambapo ndio kitovu cha AI na masala ya information na teknolojia hii ya kisasa, Silicon Valley, mahala ambapo ndio center information za duniani, asilimia kubwa wanaofanya kazi pale ni kutoka India, yani sio wa Marekani. Umeelewana? Ni watu ambao ni vichwa vimechukuliwa kutoka huko vikakusanywa pale vikaajiriwa. Ndio wanasema pakitokea mtikisiko wote wakaondoka na ndege ya kwanza kurudi kwao, mambo mengi yatasimama. Na wenyewe werevu kumpa uraia mtu wa mara moja wakishamuona ni mtu potential, kwa sababu mfumo wameweka kimataifa wa elimu. Hata ukisoma degree moja hapa, ukienda kule utakamilisha ya pili. Ukisoma nchi fulani ya pili, ingine unaweza kukamilisha degree ya 3, kwa sababu maana university ni kwamba ni kitu universal.
kina muundo wa kimataifa. Umeelewana? Kwa hivyo wanaweza kumtumia kwa namna yoyote, ni bidhaa ambayo wameiandaa, nyie mnasaidia tu kumfikisha pale. Ndio maana hawatambui elimu nyingine. Nadhani tunaelewana hapo. Sasa haya mambo labda kwa nyie vijana mnielewe vizuri, kwa sababu nyie ni watu wa mpira, muelewe katika mambo ya mpira tu. Tumewahi kusema siku moja, pengine wengine hawakuepo, kwamba mchezaji mzuri wa pale kijijini atachukuliwa wilayani akacheze, na wilaya hii itaonekana hafai kwao, huyu anafaa achezee klabu ya mkoa, na mkoani pia hafai, taifa inamhitajia, anachukuliwa. Lakini kuna watu wanaokwenda katika mechi za kimataifa kwenda kuangalia wachezaji tu ili wawachukue. Kwa hivyo wachezaji wote wazuri wanatakiwa wawe katika nchi zilizoendelea. Wakimbiaji wote wazuri wanapewa uraia kwa urahisi katika nchi zilizoendelea. Sasa katika upande wa elimu ndio hivyo. Sasa kuna kijana mmoja tulikuwa naye, kijana mrefu kweli, kijana wetu, mtoto wetu, kila tukimweka hauza anatoroka tu, hataki. Muuliza nini? Anasema nataka kwenda Marekani. Yaani ule urefu wake unalipa kwenye basketball. Kwa hiyo hamu yake kubwa yaende Marekani tu kule, kwa sababu mwili wake unalipa. Sasa katika mambo ya elimu rasmi imewekwa vile kwa malengo maalumu na kuandaa watu wenye mtazamo maalumu. Ndio maana sisi hatushtuki leo hii. Sisi sote tuna dini, lakini tunaweza kuwekewa sheria za kisekula tukazikumbatia. Kwani ni sheria za kwetu zile? Nchi za Commonwealth zina mfumo wake wa kisheria, na zile za Francophonia zina mfumo wake, zile zilizotawaliwa na Ufaransa, sio? Kwa maana ya kwamba baada hata ya kuisha ukoloni bado tuna kibla chetu tunakiandama kiilmu. Kwa hiyo kuna sheria za nchi zetu ambazo zinaenda Kiingereza. Unataka kuwa mbunge na kujua bunge linaendeshwa vipi na kuifahamu serikali na nini na kufahamu masala ya political science, lazima usome Uingereza inaendeshaje mambo na bunge la Uingereza likoje, ndio muweze kuendesha bunge lenu. Sasa haya mambo tunataka kusema kwamba yanahimiza zaidi ukoloni na kuendelea kuwa chini ya watawala. Sasa takwimu mnaweza mkazifuata mkaziona kadiri gani watu kutoka Saudia wanakwenda kusoma Marekani, sio ile ya zamani. Akirudi hana utamaduni ule tena. Mabinti wangapi wanakwenda kusoma nchi za kimagharibi, wakirudi hawako vile tena. Katika watu waliopata changamoto ni Wasomali ambao wamehifadhi jamii yao kidini. Walipoingia Uingereza wakaingia katika nchi za kimagharibi, wakaenda Marekani, wakaenda Canada, namna ambavyo vijana wengine wameanza kupotoka. Ilikuwa ni ajabu sana kumuona binti wa Kisomali anavaa ovyo ovyo, lakini sasa ishaanza kuzoeleka. Nimewahi kusema wakati fulani kwamba niliona mabinti wengi sana na hijabu zao na niqabu zao katika University ya Nairobi miaka kama 10 iliyopita. Nikamuuliza mzee mmoja, vipi, mbona naona kuna upepo umevuma hapa wa vijana wa Kisomali wengi university? Anasema zamani tukiwatuma sana Ulaya, lakini kilichotokea ni kwamba wengi wanapotea, tumeamua sasa tuwasomeshe huku. Sasa haya ni mambo ambayo lazima tuyafahamu. Katika mambo yanayojadiliwa ni kwamba Waislamu wako nyuma kiilmu, kwa sababu wazungu walipokuja huku kwetu, Wajerumani hasa, walikataa kusoma, wakasema tukiingia huku tutaritadi. Of course hiyo ni moja katika reason, ni kweli kuna wazee waliokataa kusomeshwa elimu ile, lakini kuna kubaguliwa vile vile kwa sababu ya dini ilitokea. Kina Selemani wote wakawa Solomoni kwa sababu ya kupata elimu. Na haya ni mambo yametokea katika familia zetu. Nenda kwa Wasambaa ukaone jamii namna ilivyopasuka, na utaona yule ambaye si Muislamu katika familia moja, familia yake ilikwenda shule zaidi, alafu wale waliobaki kuwa ni Waislamu haikusoma zaidi. Na hivi ndivyo tulivyotengenezewa matabaka. Kwa hiyo moja katika nukta ni hiyo. Mpaka hapo tuko sawa sawa. Lakini nukta nyingine ni kwamba elimu rasmi imemwandaa na inaendelea kumwandaa mwanafunzi kwa ajili ya nini? Ajira. Mwanafunzi anaandaliwa kwa ajili ya kuajiriwa, kupata ajira.
mpaka anamaliza degree ya kwanza, ya pili, ya tatu, mkubwa. Yani ile iqra bismi rabbika alladhi khalaqa haipo, ni iqra kwa jina jingine kabisa, mali, uchumi. Na athari yake ni kwamba wazazi wenyewe imani yao ni kwamba wanapomsomesha mtoto wanawekeza kwa ajili ya kupata return, mardud. Ndio maana utaona kuna wakati watu wanaamini sheria inalipa, watoto wote wanakimbilia kusomesha sheria. Ikishafikia mahala kwamba kila mtu kalima nyanya, sasa nyanya haina soko tena, wanahama kwenye taaluma nyingine. Mtoto akifikia mahala pa kuchagua asome field gani, kinachotizama nini? Kwani jamii inahitajia kitu gani? Kitu gani kinalipa zaidi? Jamani, sio vipimo vyetu? Au wewe mzazi sasa hivi unampeleka mtoto wako mbio shule, unataka nini? Tuambizani kweli, unataka nini? Unataka asome, apate ajira ili akutunze wewe, sio? Lakini ndio misingi ya elimu hiyo katika Uislamu. Athari ya kumsomesha mtoto kwa ajili ya malipo ndio yale tulosema kwamba inafikia mahala kama malipo hayapo na huduma hakuna, hata kama akiwa daktari, hata kama watu wanakufa, anakuwa ametanguliza zaidi yale malipo. Ndio utaona watoto wakimaliza vyuo wanatembea na bahasha zao huko, wakienda kule bahasha inachakaa na badilisha nyingine, inachakaa, anaomba ajira, kwa sababu mentality yake ni kwamba asome ili ajiriwe. Lakini bahati mbaya zaidi, kuna watoto wamesomeshwa na wazazi, wamesomeshwa na taasisi, wamesomeshwa na watu, alafu wamemaliza kusoma, wanarudi kwa wale watu pia wanaomba ajira, tutafutie ajira. Yani wewe mzazi wako akusomeshe, amemaliza kusomesha, umemaliza na makaratasi yako, unarudi kwa mzazi akutafutia ajira. Sasa kama wewe umeweza kusoma, huwezi kutafuta ajira, yeye ambaye hajasoma anaweza kutafutia ajira? Kusoma maana yake ni kukufanya wewe uwe na uwezo wa kupata hiyo ajira, na ikibidi ujiajiri. Lakini badala yake tunalea watu ni mzigo. Sasa tunakwenda mahala ambapo, tizameni hili jamaa, na mtaliona katika, hata ukilitafuta katika mitandao utaliona. Tunakwenda mahala ambapo wenzetu kama wa Misri na wengine walifika zamani huko. Mtu anasoma, anakuwa na degree yake moja, degree mbili, lakini anakwenda kushona viatu barabarani au anapiga viatu rangi, kwa sababu mabepari wametuonyesha soma ili upate ajira, alafu vile vile uchumi wameumiliki wao na ajira pia hakuna. Mfumo wa uchumi wa kibepari haumpi mtu ajira. Tuko pamoja? Haumpi mtu ajira. Kwa hivyo sisi tunahitajia madaktari. Tanzania wana vipimo vyao kwamba katika kila watu kadhaa wanahitajia daktari mmoja. Kwa hivyo Tanzania nzima inahitajia madaktari wangapi? Takwimu zipo, sio? Lakini tuna madaktari ambao hawana kazi, japokuwa nchi inahitajia madaktari. Umeelewa hilo? Daktari hana kazi na hana ajira na haipo, japokuwa haja ya madaktari nchini ni kubwa. Sasa lazima tutathmini elimu kwa namna tofauti. Kwa hiyo katika nukta nyingine ambayo ni ya athari ni hilo. Nukta nyingine ya mwisho ambayo tutaanza nao lakini hatutomaliza leo. Nukta nyingine ni kwamba elimu rasmi ina mambo kadha wa kadha ambayo ni kinyume na uhalisia, wanafunika ukweli. Kuna mambo mengi hasa katika mambo ya social science, yani sayansi ya jamii, katika mambo ya historia, katika mambo ya lugha, katika mambo ya siasa, katika mambo ya sosiolojia. Na mimi nimeweka orodha ya mifano ya mambo ambayo tunayajua sisi sote. Kwa mfano, mtoto wa sekondari na hata kabla ya sekondari anaposoma historia, na kuulizeni, ile historia tunayoisoma ni historia halisi? Kawaida nchi yoyote ile hupanga historia ya kufundisha mtoto.
kwa sababu historia inaweza kuamua leo na kesho ya mtu. Kwa hivyo ukikosea kufundisha historia ya mtu, anaweza kufanya mapinduzi dhidi yako. Kwa hiyo sitaki kutaja maeneo, lakini nakuulizeni historia tunazosoma ndio ukweli ilivyokuwa. Wale mashujaa wote tunaotajiwa katika historia ni kweli mashujaa? Matukio kadha na kadha yaliyofanyika ndani ya nchi, alafu watoto wa nchi ile wanafundishwa historia ile, ni historia halisi? Mzungu anapofundisha mwanae historia ya nchi yake kuhusu ukoloni, anafundisha historia halisi? Anamwambia tulikwenda kuiba Afrika? Au anasema walikuja kutustaarabisha? Sasa sitaki kutaja mambo madogo madogo ndani ya nchi yetu, mengine yako sensitive kuhusu historia, lakini nawapeni mfano tu. Kwani tulipokuwa tunazungumza kuhusu bara la Afrika liliwahi kuendelea zamani kabla ya wazungu kuja, si tulipewa mifano? Mifano ile ilikuwa ni Mali Empire, Songhai, Timbuktu, Ghana, si ndio mifano tuliosoma katika shule zetu? Nani katika sisi alifundishwa kwamba zile ni Islamic empires? Hatukufundishwa kwamba zile zilikuwa ni dola za Kiislamu, lakini hilo huambiwi, na ni dola zilizoendeshwa kwa sheria za Kiislamu. Kwa hivyo Mansa Musa alikuwa ni Alhaji Mansa Musa, alikuwa ni Alhaji, na ile nchi iliendeshwa kwa namna hiyo hiyo zote unazozijua. Kwa mfano Mali Empire ya mwaka 1235 mpaka 1600, karne kadhaa imetawala, ilikuwa ni Islamic Empire. Ilikuwa inatakiwa mwanafunzi ajue kuna madhara gani ya kujua kwamba ilihusika na dini. Ni ya Kiafrika kweli, lakini ilihusika na dini, ilikuwa influence na dini, sio? Na ndio maana wakati fulani tukasema Waafrika wamewahi kutawala Ulaya. Ndio walikuwa Waislamu, lakini Waafrika. Huwezi kukataa, huo ni ukweli wa kihistoria, sio? Kwa hiyo shuleni hatufundishwi hivyo. Pale tunaonyeshwa Uafrika zaidi kuliko kwamba hao Waafrika walikuwa influenced na nini, na dini yao. Kwa mfano Timbuktu na university ya kwanza, katika university za kwanza kabisa ilikuwa ya Kiislamu kama zile tulizozitaja. Lakini Songhai Empire ya mwaka 1430, karne ya 15, kabla hata ya wazungu kuanza kuja huko kwetu, ilikuwa vile vile ni empire ya Kiislamu, na watawala wake walikuwa ni viongozi wa Kiislamu, walikuwa watu waliosoma dini, sio? Kanin Bonu tumewahi kuisoma vile vile huko mashuleni, ni empire ya Kiislamu. Kilwa, hata kama hautoita empire, lakini ilikuwa ni Islamic city states. Maana kuna empire ni kubwa zaidi, city states ni miji ambayo ilijenga state kama vile Kilwa. Na eneo lote hili la kuanzia Mogadishu ukashuka mpaka wapi, Sofala, Msumbiji, hapa palikuwa na empire nyingi au state nyingi za Kiislamu. Mpaka sarafu zao zilikuwa zina alama za kidini. Majengo yao yalikuwa yanafanana na misikiti kwa sababu yule utamaduni. Lugha yao imeathiriwa na lugha ya dini yao. Ndio leo watu wengi wanaingia kigumizi kuona kwa nini Kiswahili kiwe na matamshi haya, kwa sababu ndio asli walijenga civilization yao na lugha yao ikakua, ikaathiriwa na dini vile vile. Kwa hivyo huwezi kuepusha hilo. Ilikuwa lazima watu wasome. Ukitaka kuona ndani ya lugha ustaarabu wa Mswahili, utaona matamshi ya kidini yaliokuwepo pale. Usafi wa Mswahili, tohara yake. Pengine leo hii mtu anaingia na maji chooni, kisha akitoka kule hata kama ni haja ndogo anakuwa amenawa, sio? Na pengine si Muislamu, lakini hajui utamaduni umetoka wapi. Yeye kazaliwa kauona, lakini ni ustaarabu ulioanza pwani
na kwa sababu ya Uislamu. Na kama hujui bado, East Africa kuna watu mpaka leo hii na maendeleo yote yale hawatumii maji wakiingia msalani. Japokuwa kusema msalani sio sawa, pia maliwatoni. Umeelewana? Haingii na maji, lakini ukimuona amependeza na suti yake, kwa sababu ni utamaduni huo. Kwa hivyo hivi vyote kwa nini havifundishwi? Kwa sababu kuna malengo fulani ya kutotaka kuwanyanyua watu fulani, kwamba waenziwe kwamba na wao waliendelea, na wao ni wastaarabu, na wao walitangulia watu wengine. Kijana anamaliza form 6 bado hajaelewa hilo, mpaka afunguke aweze kusoma vitabu vinavyo counter attack yale, ndio anaweza kuelewa. Lakini zaidi ya hapo kuna Ghana Empire na empire nyingine duniani ambazo mnazijua. Sasa leo tutakomea hapa inshallah, kwa matarajio kwamba kesho tutamalizia kipengele kilichobaki. Nas'alullah al-auna wa tawfiq lima yuhibbu wa yardah, innahu waliyyu tawfiq wa bihi nasta'in, walhamdulillahi rabbil alamin.